nyuma, kama wiki iliyopita ile ya nyuma pale, nilikuwa naumwa kitu cha ajabu. Mimi mwenyewe nilishangaa. Yaani tulibaki tunashangaa nyumba nzima tunaangaliana. Sikujua nifanye nini. Nikawa nimekaa pale namwambia mume wangu mimi ninaumwa. Sijui kwa kweli ninaumwa, lakini sijui ni kitu gani kinachoniuma. Kilianza kitu cha ajabu hapa baba kwenye jicho hapa hivi. Yaani jicho tu peke yake linauma hivi. Nikawa namwambia mume wangu, yaani jicho linauma mpaka siwezi hata kuinama. Yaani kiwezekana naomba kama mnisaidie majukumu tu ya hapa ndani. Kweli wakawa wamesimama kwa ananisaidia, lile jicho akaja pale mamangu pale mama Robert akaja kaniombea, kaniwekea mafuta, kaniombea, nikalala vizuri. Usiku ule likawa limepona ile jicho, nikamshukuru Mungu. Usiku ule tena shetani akawa amejiinua. Yes. Nikashikwa na tumbo ambalo yani sijui niseme nini kwa upande wa wanawake jamani. Tumbo sijui nilikuwa naenda kujifungua, sijui na mimba sina. Lakini nilisimama pale nikawa namlilia Mungu. Nikawa naomba Mungu, ni kitu gani sasa? Sijui ni wapi nilipokukosea Mungu wangu. Lakini Mungu alisimama na mimi, tukasimama na maombi. Tukawa nimempigia baba hapa, nimeshindwa sasa nifanye nini. Nikampigia baba, akaniambia pale mume wangu, baba anakuja pale na usafiri kwa ujiandae twende hospitali. Nika nimekaa pale sebuleni, nimeshajiandaa na msubiria baba aje na usafiri, lakini cha ajabu ilibidi nishangae na muangalia baba amekuja, ndio na amekuja naenda hospitali, lakini gari sioni. Nikabaki pale na muangalia, yani naangalia pale sasa amekuja gari sioni au gari kalipaki wapi. Ikabidi nijikaze hivyo nisimame, hata kusimama nilikuwa siwezi. Ikabidi nijikaze pale nisimame, niangalie ule usafiri uko wapi, labda umetakuwa labda kule mbele kule kwa sababu ya imekoma. Lakini Mungu ajabu, baba alikuja pale na gari lake kutoka mbinguni, aliponishika tu pale. Yes. Sikurudi tena kulala. Akanifanyia maombi pale, mnaona kama amechukua mafuta kama amenipaka huku tumboni. Baba kaja akanifanyia maombi. Na aliponiombea pale baba nilitapika sana. Baada ya baba pale kutoka, kweli nilimuona Mungu. Nikasema Mungu wa madhabahu ni Mungu anayetenda. Jamani, tumwamini Mungu na baba yetu. Mungu akubariki sana. Amen. Ni baba ambayo kimpigia simu kwa kweli wa Kristo wenzangu, waokovu wenzangu, baba yuko faster sana. Yaani yuko faster kumsikiliza mtu. Kwa hiyo jamani, tumuunge mkono baba yetu wa kiroho na mama yetu. Mungu awabariki sana babangu. Amen. Maana kule kwangu nyumbani kwangu alipokuwa akipiga simu walikuwa wameshaika msiba tayari. Kweli walikuwa wameshaika msiba. Bibi yangu alikuwa analia anasema ameshampoteza mjukuu wake. Lakini Mungu wa madhabahu namshukuru sana. Jumapili nilikuja hapa nilikuwa najikaza tu, lakini bado nilikuwa naumwa. Lakini nilipotoka hapa jioni, ile ibada ya jioni, kweli niliamka nikaenda nikafanya na kazi zangu. Namshukuru sana Mungu. Baba, Mungu akubariki sana sana. Mungu baraka sana katika nyumba yetu. Hivyo Mungu akuongezee na akupe miaka 100 zaidi. Wow. Utakuwa naishi miaka 100 zaidi. Barikiwa mwanangu, na yasikurudie tena katika jina la Yesu. Amen.